Mkoa wa Mara umetangaza kuwa na deni kubwa la kulipa kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi serikali yake ilivyo utazama mkoa huo kwa jicho la pekee kwa kuupatia fedha nyingi ambazo zimewezesha kutekeleza miradi mikubwa ya maendeleo katika kipindi kifupi cha utawala wake na kuufanya mkoa huo upige hatua kubwa kiuchumi na kijamii. Mkuu wa mkoa wa Mara, Kanali Evans Mtambi, ametoa kauli hiyo wilayani Tarime Aprili 25 mwaka 2025 mbele ya katibu mkuu wa CCM Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, muda mfupi baada ya kukagua ujenzi wa soko la kimkakati la halmashauri ya mji wa Tarime. Kama serikali ya mkoa, ninawiwa kwa niaba ya wanamara wote kumshukuru kwa namna ya pekee sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa namna ambavyo amekuwa akitizama Mara kwa jicho la pekee sana. Katika mkoa wa Mara imeendeshwa na inaendelea kujengwa miradi mingi kweli kweli, billions of money. Nikiangalia nyaraka zangu pale mkoani, nimeona tangu 2022 hadi sasa mkoa wa Mara umekwisha kupokea shilingi trilioni 1 bilioni 243 kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maendeleo. Fedha hizi ni nyingi kweli kweli. Ni fedha ambazo kwa miaka ya zamani na si zamani sana zilikuwa ni bajeti za wizara. Hata sasa kuna wizara ambazo hazipati fedha kwa kiwango hiki, lakini fedha hizo tumepewa wanamara. Hivyo basi wanamara wote hatuna budi kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali yake ya Chama cha Mapinduzi. Sanjari na hiyo niseme tu kwamba katika hali ya kawaida sisi hatumdai Mama Samia. Hatumdai Mama Samia. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Tarime mjini Mheshimiwa Michael Kembaki amemshukuru Rais Samia kwa kutoa fedha nyingi za utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika jimbo hilo, huku mwenyekiti wa CCM wilaya ya Tarime Bwana Daudi Ngicho akiomba uwekwe utaratibu mzuri wa ugawaji wa vibanda katika soko. Katika wilaya yetu ya Tarime kwa miaka 5 iliyopita haikuwa hivi unavyoiona. Wilaya ya Tarime ilikuwa haiko kama inavyoonekana. Ukienda pale sokoni wakati unaomba kura, ilikuwa ni sehemu tu ambayo haina kitu kwa sababu ilikuwa imebomolewa. Na wafanyabiashara wa Tarime walikuwa wanapata kazi ngumu sana ya kutafuta sehemu ya kufanya biashara. Lakini wakati tunaomba kura, tuliahidi kabisa kwamba wakichagua Chama cha Mapinduzi, soko litajengwa la kisasa. Na leo nina furaha sana Mheshimiwa Katibu Mkuu kwamba leo umeenda kuishuhudia soko la kisasa ambalo limejengwa kwa zaidi ya shilingi bilioni 9.6. Soko hili ambayo ni ahadi ambayo itolewa na Chama cha Mapinduzi. Na mimi nilisimama pale wakati ule waziri mkuu alipokuja. Aliahidi na mimi nikaahidi kwamba katika mkinichagua na kukichagua Chama cha Mapinduzi, soko litajengwa. Soko limejengwa, litajengwa. Wana Tarime, soko limejengwa, litajengwa. Mama Samia we! Na soko hili litakuwa na manufaa makubwa katika nchi yetu. Litakuwa na manufaa makubwa katika mji wetu wa Tarime na litainua uchumi wa Tarime. Kwa hivyo nitoe nafasi hii kumshukuru sana rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, na naomba ufikishe salamu nyingi kwa wafanyabiashara wa Tarime na wanatarime wote kwa ujumla. Tunashukuru sana kwa kuleta fedha na kujenga soko la kisasa ambalo litabadilisha taswira ya mji wetu wa Tarime. Na Tarime wanafurahia sana maendeleo makubwa yaliyoletwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Wewe mwenyewe umetoka kushuhudia
soko kubwa ambalo limejengwa Tarime na ni soko ambalo ni la mfano ndani ya mkoa wetu wa Mara, liko wilaya ya Tarime. Tarime oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Ndugu Katibu Mkuu, wananchi wa Tarime wamepata mradi wa maji wa bilioni 134 ambao utaenda kuhudumia wilaya ya Tarime mjini lakini na Tarime vijijini kwa majimbo mawili. Dr. Samia oye! Ndugu Katibu Mkuu, kwa sababu ya muda mimi nipeleke salamu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwambie wananchi wa Tarime na wanawake wa mkoa wa Mara, hatuna cha kumlipa bali tutamlipa kwa haki. Ifikapo siku ya kupiga kula kwenye boksi atapata kula za kutosha. Wananchi wa Tarime wana wasiwasi kwamba vibanda vile watagawiwa wao ambao walitolewa maeneo yale. Tunahitaji vile vibanda haki itendeke kwa wanatarime, wapate vibanda ili waweze kufanya biashara. Najua hii ni kanda maalum. Mambo yetu ni maalum. Mawazo yetu ni maalum. Upigaji kula ni maalum. Nikuhakikishie Mheshimiwa Katibu Mkuu, CCM tumejipanga vizuri. Tarime Chama cha Mapinduzi kitashinda. Ndugu zangu, nina imani na wana CCM. Nina imani na wana Tarime waliishi kwenye upinzani na wakachoka, saizi wako ndani ya Chama cha Mapinduzi. Akiwa wilayani Tarime, katibu mkuu huyo wa CCM amepata nafasi ya kukagua ujenzi wa miundombinu ya mradi mkubwa wa maji kutoka Ziwa Victoria unaojengwa kwa zaidi ya shilingi bilioni 134 utakaowezesha wilaya ya Rorya na Tarime kupata maji ya uhakika na salama. Mheshimiwa Katibu Mkuu wa CCM, utekelezaji wa mradi huu utagharimu jumla ya shilingi za Tanzania bilioni 138.38 na mpaka kufikia Aprili 2025 jumla ya shilingi za Tanzania bilioni 24.413 sawa na 18.5 zimelipwa tayari. Fedha hizi ni za malipo ya awali advance payment, lakini na malipo ya awamu mbili ikiwepo hati ya kwanza na hati ya pili, zote zimelipwa kwa kandarasi. Mheshimiwa Katibu Mkuu wa CCM, utekelezaji mradi umefikia 14% ambapo tenki la kuhifadhi maji la lita 300 lililoko Mgabini tuliko sasa limekamilika na ujenzi wa tenki la kuhifadhi maji lita 1,000,000 kituo cha kusukuma maji ya Masara pamoja na chujio la maji unaendelea. Faida za mradi. Mheshimiwa Katibu Mkuu wa CCM, mradi huu utaimarisha upatikanaji wa maji kwa wakazi 729,496 kwa vijiji 37 vya wilaya za Rorya na Tarime. Vilevile mradi huu utakapokamilika na kupata kutumika utapunguza magonjwa ya mlipuko kwa wilaya za Rorya na Tarime. Aidha, mpaka sasa mradi huu umeajiri Watanzania 115 kwa wilaya za Rorya na Tarime na wanatarajia kuongezeka hadi 819 kwa kadri ujenzi wa mradi unaoendelea. Hitimisho. Mheshimiwa Katibu Mkuu wa CCM, kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Tarime na Rorya, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuongeza upatikanaji wa maji safi na salama katika wilaya za Rorya na Tarime. Hakika ameendelea kutekeleza kwa vitendo adhima yake ya kumtua mama ndo kichwani. Akihutubia maelfu ya wananchi katika uwanja wa Serengeti wilayani Tarime, Balozi Dr. Nchimbi ameipongeza serikali katika utekelezaji kwa vitendo ilani ya CCM. Mbunge wenu ameongea kwa kirefu kazi nyingi za maendeleo zilizofanyika. Mkuu wa mkoa ameongea na wote wametoa ushuhuda jinsi ambavyo rais wetu anazisimamia serikali zake, lakini vile anatanguliza maslahi ya wananchi mbele. Nitumie nafasi hii kuipongeza sana serikali.
serikali kuu kwa kutenga zaidi ya shilingi bilioni 9 kujenga soko la Tarime. Tarime umaarufu wake ni kanda maalum, kwa hiyo vitu vyake viwe vizuri na viwe vya ubora wa hali ya juu. Mtu akifika ajue nipo kanda maalum. Zamani mlikuwa mnaitwa kanda maalum kwa sababu ya fujo kuwa nyingi, uongo kweli? Lakini siku hizi mnaitwa kanda maalum kwa sababu ya kasi ya maendeleo. Mnaitwa kanda maalum kwa ajili ya uchapakazi wenu. Mnaitwa kanda maalum kwa sababu ya kukataa kuwa waongo, uongo kweli? Kwa hiyo nasema na soko lenu lilitoa heshima kubwa kwenu wenyewe, lakini pia kwa serikali ya CCM. Lakini pia mradi mkubwa wa maji wa zaidi ya bilioni 134 ambao utahudumia Rorya na Tarime. Nimefurahi sana kiwango ambacho serikali imejali na kuheshimu watu wa Tarime na Rorya na kupanga mradi huo mkubwa kabisa wa maji ambao unaenda kuondoa kabisa kero na changamoto za maji. Hii ni baadhi ya miradi ambayo imefanikiwa, lakini kwa ujumla wake hakuna kijiji cha Tanzania, hakuna mtaa wa Tanzania, hakuna kata ya Tanzania ambayo haijaguswa na maendeleo chini ya Rais Samia. Awali katibu mkuu huyo wa CCM amepata mapokezi makubwa wakati akiingia wilayani Tarime yaliyopambwa na waendesha bajaji, pikipiki na magari. GMTV Tarime.